Flava na umestiki mwenyewe muda mrefu kweli kweli. Unakwenda kumshauri nini Mbosso kuhusiana na muziki wake sasa anakwenda kusimama mwenyewe kama ambavyo umesimama wewe? Kitu ambacho namshauri Mbosso komae kwenye strength yake. Kila mtu ana kitu ambacho ana nguvu nacho na kuna kitu ambacho hana. Kile ambacho anaona yeye anacho ndo akikazia iko zaidi ndo kitamfikisha kwenye nchi ya ahadi. Chibaba, tunakuona uko karibu kabisa na Billnass na tayari sasa hivi ana miaka 3 kwenye ndoa. Tutegemee ndoa yako wewe na mimi ni kakaangu, yani huyu mimi ni role model wangu. Msichokijua mimi ndo nakuwa msimamizi wa harusi yako. Na moja kati ya swali ambalo pia Billnass nakumbuka last time nilifanya interview na wewe nikakuuliza kuhusiana na labda pengine ushamsikia hata siku moja Whozu akizungumzia bana ndoa bana mwakani ama nini. Ndio sasa hivi anafanya mafundisho ya anafanya madrasa. Kwa hiyo very soon ndugu yangu ataslim inshallah atafuata njia ile bora na baada ya hapo tutapeleka posa na posa yetu ikikubaliwa tunataka ndugu yetu asiingie tu kwenye Uislamu kwa sababu ya ndoa lakini aingie awe bora pia katika eneo hilo la Uislamu aweze kuwaleta watu wengine katika Uislamu. Whozu bora anacheka. Kwa sababu alikuwa labda apendi lizungumziwa lakini mimi wacha niliweke wazi kwa sababu naona napata tabu sana kuulizwa kuhusiana na ndoa na kila kitu. Swala linalochelewesha ndugu yetu bado inabidi ajifunze imani yake hii mpya atakaoenda kuingia na baada ya hapo naamini tutakamilisha swala la harusi na sidhani kama kuna harusi itakuwa kubwa kama harusi ya Whozu na Wema. Mimi nakwambia kwa sababu wakati mimi nafunga ndoa nilikuwa na mchoro wa namna harusi yangu iwe lakini kwa bahati mbaya wakati ule budget zilikuwa sasa hivi nguvu tunayo, tutatumia mchoro ule na tutaongeza vitu vipya na uzuri nimeshiriki pia kwenye harusi ya Jux na harusi zingine zote kubwa zilizotokea. Kwa hiyo najua namna gani tutafanya harusi ya Walelo, John, Whozu, Walid, mume wa Wema. Harusi itakuwa kubwa sana. Inawezekana kupi maua yako. Ngoja nikupe maua yako. Mitaa inasema kwamba pamoja na harusi nyingi za mastaa, harusi yako imekuwa ni ya mfano sana kwa watu wengine. Miaka 3 bila kelele ndani. Ni vitu gani unatumia kuhakikisha kwamba unaituliza ndoa yako? Vitu vya kutumia waganga 3 Mungu pia namuomba nachanganya napiga kote lakini kubwa ni kusikilizana pia kumuoa mtu ambaye ni rafiki. Ndio maana nasema hata ndoa ya Whozu itakuwa kubwa sana kwa sababu yeye na Chimama ni marafiki sana. Mimi na mke wangu tumekuwa marafiki I think miaka 5 au 4 kabla ya ndoa. Kwa hiyo ukijumlisha ile na ndoa tuna miaka 8 tunatafuta mwaka wa 10. Whozu wao anasema Billnass ni kweli? Mimi siwezi kumpingia kakaangu au ni ndugu yangu na mpaka sasa hivi ndo msanii namba 1 ambaye ametoa mchango mkubwa kuliko wote na ameahidi. Na michango shaanza. Tuko serious. Swali lako la mwisho. Whozu ni mmoja kati ya wasanii ambao walikuwa under management. Kuna kipindi ule announce kwamba watakuwa wanafanya shughuli zako mwenyewe. Nafikiri nitakuwa niko sahihi nikisema uko sawa na Mbosso kwa sasa hivi. Wewe baada ya kutoka under management na room number 3 Whozu Billnass wako hapa kwa ajili ya kushuhudia tukio zima. Inakuwaje? Sawa. Kwa vizuri. Nenga inakuwaje? Poa kabisa. Poa. Alhamdulillah. Nyinyi mmekuwa washikaji wa karibu wa Mbosso. So far mnazungumziaje kuwepo kwa shughuli ya room number 3 by the way? Ni jambo kubwa na ni jambo zuri. Tumekuja na siku kushuhudia kuna nini ndani ya room number 3 na kwa nini ni room number 3 kwa nini leo. Okay sana. Natamani kusikia kama labda pengine kwa Whozu au Billnass kuna mmoja wenu labda amehusika kwa kwenye room number 3. Kwa upande wangu hapana, sijui kwa Whozu. Kwa upande wako pia. Okay. Lakini nilikuwepo kwenye maandalizi. Wewe ana record anaandaa kwa na shughuli. Okay. Kwa nazijua baadhi ya nini. Okay. Sawa. Mawe vipi? Amejipanga iko vizuri. Alafu Mbosso unajua Mbosso ni msanii mzuri, ni utunzi kwenye kila kitu. Kwa mimi sina shaka naye, labda ndugu yangu. Nenga Mbosso baada ya kutoka WCB watu waliongea maneno mengi sana. Mbosso shughuli yake ndio labda pengine inaenda kuisha kwenye muziki wake. Hizi comment kwa kukutana nazo labda pengine wewe ungezungumziaje? Hapana, siwezi kukutana nazo sababu mimi comment nazomhusu mtu mwingine mimi ni ngumu sana kukutana nazo. Hata nikikutana nazo huwa sijali wala sifuatilii kwa sababu mtu pekee anaweza kudetermine future ya mtu mwingine au kesho ya mtu mwingine ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwenye lolote lenye heri, kwenye lolote ambalo Mungu mpaka ameweka kipaji kwa Mbosso au kwa mtu mwingine yote, pia anajua namna gani kipaji kinaweza kumnufaisha au ndio kitakuwa kwa namna yake ambayo yeye Mwenyezi Mungu amepanga. Kwa hiyo kupita sehemu popote au kwa sehemu popote yote ni mipango ya kwake Mwenyezi Mungu, lakini
Mimi naamini pia moja kati ya lebo kubwa kuwahi kutokea Afrika ni WCB. Kwa hiyo msanii akiwa ndani ya WCB na kwa muda ambao Mbosso amekaa ndani ya WCB, naamini amepata vitu vingi vizuri ambavyo vinaweza kumfanya pia akajiendeleza vizuri kwa sanaa yake kupitia elimu na vitu vingine, experiences mbalimbali ambazo tunaziona kwa wasanii wa WCB. Tumeona comment nyingi sana. Mbosso ni mwanamuziki ambaye watu wameanza kumfahamu akiwa Moto Bendi, baadaye WCB, kote akiwa anasimamiwa. Nao anakwenda kusimama mwenyewe. Wewe binafsi kwa sikio lako na macho yako, kwa jinsi ambavyo umeanza kumuona na kumtambua Mbosso, unadhani anakwenda kusimama na kwenda kupata anguko kama watu wengine wanavyotabiri? Ndio nimetoka kujibu kabla hapo. Future ya mtu yote au kesho ya mtu mwingine yote inapangwa na Mwenyezi Mungu. Mimi siwezi kutabiri chochote, sina taaluma ya utabiri, siwezi kubashiri. Mimi sijui kitu chochote kuhusu kutabiri. Mimi ninachojua Mbosso ni mwanamuziki mzuri, atoe ngoma kali tu enjoy. Kwa nini mmeingia leo hivi mashemeji Nandy, Wema? Sisi ni ndugu. Huyu ni ndugu yangu. Pengine huyu angekuja na Wema, wewe ungekuja na Nandy. Mimi mke wangu yuko Kenya. Okay. Shibaba Mama yuko kwenye ziara. Okay. Sawa. Nenga vipi? Pete imepatikana? Bado. Imepatikana? Yeah. Okay. Labda kuna process, labda mmesikia tetesi, labda pengine iko sehemu fulani? Hapana. Bado tunatafuta, na kwa yote ambaye anaweza kutusaidia itakuwa ni jambo zuri sana, kwa sababu sio swala tu la pete, ni swala la memories. Na unajua process, hata tukitaka kutengeneza pete zingine lazima turudi kanisani na vitu vingine, kwa kuna utaratibu ambao ni mrefu kidogo. Kwa hiyo kama kuna namna zinaweza kupatikana ama kuna mtu anahisi labda akizileta itakuwa changamoto, azidondoshe tu hata Nengatronics pale, si ndio? Yeah, kuna namna nyingi. Nenga ukuonekana kwenye event ya baba yetu Jambo. Ndio walikuwa ukuja au ni nini kilitokea? Sikualikwa wala sikuwa najua kama na hivyo. Na kwa nini kafanya hivyo ati nyinyi ndio kwa kama walezi kwake kwenye muziki kumtoa na kufikia pale ambapo yupo? Sijui, kwangu mimi sijashangaa kwa sababu sina mazoea naye yoyote ya karibu, wala sio mtu ambaye angeweza kunialika. Kwa hiyo niliona tu ingekuwa tu hivyo ya. Management ulikuwa unatoa kazi zako mwenyewe na sasa unafanya shughuli zako mwenyewe. Hakuna ugumu ama urahisi ambao ulikuwa unapatikana kwenye management, nje ya management kidogo unakuwa mtiti? Hamna, yani hii kazi ni ngumu. Bilnas ametoka kuelezea juzi industry ilivyo. Alipost kwenye Insta story yake. Kila mtu aliona. Kuna watu wengi walijitokeza kwa sababu bwana mimi hawako sawa. Unaelewa sio? Kwa hiyo sidhani kama kutoka au kuwepo kwenye lebo kuna urahisi. Kuwepo kwenye lebo kuna hukumu wake, kutoka kuna hukumu wake. Yaani kiufupi yani mjiandae tu kwa vitu vikubwa. Mimi nisiongee vitu vingi sana. Naomba niulize swali la mwisho. Samahani Mbosso. Kuna clip ilitembea mitandaoni ambayo pia iko na mama mkwe anazungumza. Labda pengine ukutana nayo. Naomba. Ongea na